Sio hivyo lakini. Lakini nini? Lakini nini? Rahma amekuokoa kutoka kwenye kifo. Hapa hakuna cha samani. Naomba utoke. Samahani. Toka hapa ng'ombe usiyekuwa na mapembe. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani, lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani? Miwani. Unatokea wapi? Miwani. Ni urithi wetu. Miwani. Unatoka unaitwa nani? Miwani. Unatokea wapi? Miwani. Ni urithi wetu. Miwani. Unatoka Nasikia nguvu imerejea. Jicho langu, miwani yangu, nguvu yangu ya kimajaliwa ilikuwa kifungoni na sasa imerejea baada ya maelfu ya miaka kupita. Nafahamu anayo binti wa Rugodisha, Rahma. Haiwezekani aipate, na wewe mwenyewe ukiwa unatazama tu. Alafu huyo ni mtu ambaye ni safi, hana uchafu wote. Ni mtoto asiye na mabaya, na ndio aliyokota hiyo miwani. Lakini tukirudi nyuma, hiyo miwani ilikuwa ni laana kabisa, haikuweza kutusaidia, na ilikuwa inaonyesha vifo tu. Ndiyo, inaonyesha vifo. Na hata sasa bado inaonyesha vifo kama alivyokuwa anaona mama yake. Huyo mtoto anatumia hiyo miwani kuzuia vifo tunavyoviandaa. Kama mamake anavuruga maisha yetu na mipango yetu yote ya vifo. Lazima auawe kabla hajaleta machafuko makubwa. Nakupa hiyo kazi. We vipi, ndo umevaje hivyo?
Nimevaa kwa miguu yangu. Kwa nini unataka nivae kwa mikono? Wewe vipi? Hiyo sketi ni fupi sana. Hata kama unaenda wapi? He, kaka, usiwe kama TV ya binadamu. Acha kunifuatilia kila pumzi. Na kuangalia kwa usalama wako, sio kwamba nakufuatilia. Alafu kingine, kumbuka mimi ni kaka yako, hata kama ni mdogo. Unatakiwa kuniheshimu. Wanaume ni mwanaume tu siku zote. Usalama au hivyo tunakusumbua? Usinifanye nijione mfungwa wa kifamilia. Niache, mimi sio mtoto mwenzio. Wewe, nenda kapige mswaki kwanza kabla hujajibu jeuri namna hiyo. Kwa hiyo mimi naongea au unaondoka? Hakuna kwenda sehemu yoyote. Labda mimi sio kaka yako. Siku moja nitakupiga ile komwe lako na huo mdomo wako uko umekuwa unanioji kila siku. Baba, kulikoni? Jana uko nje nilisikia unafoka. Kulikuwa kuna nini? Mama Asha alikuja na kuulizia. Anataka nini? Sijui anataka nini, lakini inavyoonekana alikuwa amekuja kukuomba msamaha. Nafikiri amejua kosa lake. Tulisamee tu. Mtu kujifunza kutokana na makosa. Wenda ametambua kosa lake. Sawa. Kama umemsamehe, mimi sina kipingamizi juu ya hilo. Miriam. Abe, Safari ya wapi? nenda kucheza. Sawa, lakini usiende kucheza mbali sana, sawa? Sawa. Baba, kama hii miwani inaweza kuona yajayo, lazima kuna chanzo cha nguvu zake. Chanzo chake kiko ndani ya damu na akili. Mababu zetu waliunganisha akili, roho na mizimu ya mababu zao. Kwa hiyo hii miwani ni mchanganyiko wa akili ya mwanadamu na nguvu za kale. Ndiyo. Ilitengenezwa kumuona muuaji wa vizazi vyote, lakini miwani ikaona zaidi ya hapo. Baba, babu alikuwa mchawi sivyo? Hapana. Alikuwa na nguvu za miujiza za roho. Watu wa sasa ndio wanawaita wachawi. Ana nguvu za miujiza ya roho? Ndiyo. Alitengeneza kifaa ambacho kina uwezo wa kuona siku zijazo kwa kuchanganya nishati ya mizizi na nguvu za rohoni. Kwa hiyo ndio alitengeneza hii miwani sio? Ndiyo. Lakini jaribio lilishindikana. Aliona kifo chake kabla hakijatokea na hakuweza kukizuia. Na ndio sababu akaamua kuimilikisha kwa mama yako. Kwa hiyo kila anayeivaa anaingia kwenye mzunguko ule ule? Hapana. Kwa mama yako ilikuwa ni tofauti kidogo. Mama yako alikuwa na uwezo wa kuona vifo vya watu wengine na kuvizuia. Lakini ukumbuke, vifo vingine vinakuwa sio vifo. Unajua wachawi wanatengeneza vifo kwa mtu mwenye macho ya kawaida hauwezi kuona. Kwa hiyo alikuwa anavizuia. Kwa hiyo akaanzisha vita kubwa sana na wachawi. Inaogopesha baba. Kwa hiyo na mimi nitakuwa na vita na wachawi? Rahma, tayari una vita kubwa sana na wachawi. Unachotakiwa kufanya, usiingize hofu yoyote utakapokutana na mtu wa aina yoyote.
mbaya wako huwezi kumjua. Kwa hiyo na mimi nitaona mwisho wangu. Ndiyo, lazima utaona mwisho wako, lakini ni mwisho wako wa kweli, sio wa kuchukuliwa kimsukule. Maana hiyo ndo asili ya binadamu, kurudi kwenye udongo. Msukule ni nini? Rahma, hilo ni somo refu sana. Naomba tutazungumza siku nyingine. Naomba kaniletee maji yako. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani, lazima kufikiri kwa nini. Mariam, Hasani, shida nini? Mbona unapigia mahela asubuhi? Huyu mdogo wako ananifatafata kama mzimu wa kijiji. Kama anataka kujua yajayo, si aende kwa kina Rahma akajiunge nao. Kaka, mwambie avae nguo za heshima basi. Nguo gani fupi kama hii kweli? Alafu anaenda mtaani. Hivi, uoni kama anatukosea heshima huko mtaani? Hii sio familia ya wauni. Umesikia? Alokuambia heshima inatoka kwenye nguo ni nani? Kama mtu hana heshima hana tu, lakini sio nguo ndio inafanya usiwe na heshima. Kaka, ongea na mdogo wako. Hasani, mwache dada yako afanye anachotaka. Kikubwa, afanye mambo mabaya. Kwanza wewe ni mtoto wa kiume, unamfuatia dada yako. Uone aibu? Yaani wewe uelewi tu, wanaume wa sasa wanatamani mabinti hata kama hawajui majina yao. Makubwa, nani wa kunitamani mimi? Dada, endelea tu kuniona mimi mjinga. Ipo siku utanikumbuka. Baba anasemaje kuhusu miwani? Mababu zetu walitaka kuona kifo kabla kijatokea, ndio wakajaribu kutengeneza kifaa kinachoweza kuona siku zijazo kwa kuchanganya nishati za mizizi na nguvu za rohoni, wakaziweka kwenye miwani, lakini walizua mlango wa giza. Kwa hiyo kila kizazi kinateseka kwa kosa la babu? Hapana, sio kosa. Walifanya hivyo kuona vifo vinavyosababishwa na wachawi. Kila kizazi kinapaswa kulipa. Hapana, mimi sitalipa kosa wakati sikulitenda. Sio kosa, ni urithi wa kila kizazi. Kwa hiyo miwani na mimi itanichagua. Sijui, huenda ikawa hivyo. Natamani nichague hata sasa hivi. Darasani nitakuwa nachukua namba 1. Kumbuka utakuwa na vita na wachawi. Wachawi si wagome, nitakuwa na hapa nguvu moja chali.
He, na wewe vipi? Makubwa, kama unanifuatilia. Sasa mimi nikufuate wewe ili iweje? Mimi nilikuwa naenda zangu dukani kununua embe. Toka lini dukani wanauza maembe? Kuna lolote? Na kuangalia tu. Wewe endelea. Unaniangalia nini? Wewe mtoto wa kiume, hata kwa kivuli cha mwanamke. Najua tu unaenda kumuona Juma. Hata kama ningekuwa naenda kuona mtu, wewe inakuhusu nini? Na wewe ulivyokuwa unaenda kumuona Teddy, ukakutana na Simba. Ukaja macho yamekutoka na mavi kwenye chupi. Nani alikuuliza wewe mbuzi ni? Dada, ni mbuzi. Yala. Asante umenipiga. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho. Karibu Rahma. Ulijuaje kama nipo huko? Nimekuona kwenye miwani. Macho ya kweli huona mauaji kabla hayajatokea, lakini anayeyaona ndiye anayetakiwa kuokoa au kuua. Inamaanisha nini? Yaani inamaanisha mtabiri ndiye muuaji. Hapana, mimi siwezi kuwa muuaji. Maono yakikutawala utakuwa silaha ya yaliyofichwa. Hapana, nitapigana na hatima yangu. Niambie ukweli, mama yangu alikuwa mchawi. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho. Naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni chawi, tena wamekosa imani. Lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni urithi wetu miwani, unatoka unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni urithi wetu miwani, unatoka Samani Lugodisha, jana wakati tukiwa na mtumishi kuna maneno uliongea. Hayo maneno kidogo yameniingia. Nikaona si vyema kukaa kimya. Ni bora nije kupata neno. Lakini hujaja, bali umeniona ndio kanisimamisha. Huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Masanja. Hapana. Huo mguu sio wa kwangu. Sina mguu mkubwa kama huo. Hapana, namaanisha nilikuwa njiani nakuja kwako. Bahati nzuri tumekutana hapa. Sawa, nakusikiliza. Natamani kufahamu zaidi kuhusu mila na tamaduni zetu. Asilimia kubwa tumeacha hizo tamaduni, tukiaminishwa ni uchawi. Sasa leo naweza nikapata labda mwanga kutoka kwako. Ulishawahi kukaa na babu yako ukamuuliza chochote kuhusu tamaduni? Hapana. Hilo ndo tatizo kubwa. Tunaamini kwa kusikia na kuona.
Usiishi kwa kuamini, ishi kwa kuona. Utaishi kwa raha sana hapa duniani. Ndio maana nipo hapa kwako. Twende tukakae pale. Unaitwa nani Miwani? Unatokea wapi Miwani? Ni urithi wetu Miwani, unatuokoa. Unaitwa nani Miwani? Unatokea wapi Miwani? Ni urithi wetu Miwani, unatuokoa. Ukweli ni kwamba mama yako hakuwa mchawi. Mama yako alikuwa binti mwenye nguvu kubwa sana. Wachawi walimtaka azitumie nguvu zake kuwafaidisha wao. Badala yake mama yako alikuwa ni mtu wa kusaidia binadamu kutoka kwenye vifo vilivyoandaliwa na wachawi. Kwa hiyo walimchukia na kumsambazia maneno ya uongo kwenye jamii kwamba ni mchawi, kwa sababu aliona vifo vya watu na kuokoa kabla havijatokea. Aha, kama ilivyo kwangu sasa. Hao wachawi ni wakina nani? Utatunza siri hii? Ndiyo, nitatunza. Mmoja wao ni Bibi Zuri. Bibi Zuri huyu. Ndiyo, mtu muonavyo na umfikiriavyo ni tofauti kabisa. Kumbe ndio maana hawaelewani na baba. Baba yako ana nguvu zaidi ya unavyomuona. Alisaidiana na mama yako kabla hajaona kifo chake. Kwa nini Miwani imenichagua mimi na si Nilham? Kwa sababu mama yako aliamini wewe unaweza kuokoa ukoo. Mimi sitaki kuwa chombo cha laana ya kale. Nitakuwa kama mama kuokoa watu. Sawa, na iwe hivyo. Hata mimi niko mstari wa mbele kusaidiana na wewe. Ujio wako ni nini leo? Kwa hekima ya mababu, neno lisiloeleweka ni ufunguo wa hekima. Wacha tufungue mafumbo ya maneno ya asili. Lakini watu wanasema haya maneno ni hatari. Maneno haya ni ya kale, hana maana katika dunia yetu ya sasa. Watu ni kina nani hao waliokuletea tamaduni zao wakikuaminisha kwamba ni dini? Maneno ya kale huishi ndani yetu, ndani ya upepo. Kila neno linaweza kuunganisha roho na asili. Ukiliunga na maneno haya, moyo hujaa nguvu za asili za mababu zetu. Hii ni mizimu yenye nguvu kuliko kitu chochote. Lakini watu wanasema tuogope haya maneno, maana haya maneno ni laana. Tumepotea njia. Njia ya kweli ni dini. Ukitazama kwa macho ya hekima, unatambua siri ya ulimwengu. Wanasema tuziogope tamaduni, maana tamaduni ni ushetani. Shetani ni wewe mwenyewe. Kivipi? Kama nilivyosema, sijawahi kuona kitu na kisitokee bila kuzuia. Niliona Nilham akigongwa gari, lakini mpaka leo haijatokea. Nilham ni damu ya ukoo wako. Huenda Nilham ana nguvu ambazo bado hazijaonekana. Wakati mwingine wachawi wakikushindwa huua kivuli chako kabla hawajakufikia wewe. Kwa hiyo huenda umeona kimvuli cha Nilham wachawi wakijaribu kukiua ili wafanikishe jambo lao, na nina imani wamekishindwa kwa sababu kimvuli sio rahisi kukiua kabla ya mwili. Hata hivyo, siwezi kuruhusu. Wakati mwingine kuzuia kifo ni kujiletea matatizo mwenyewe.
Najua kama kweli mimi ndo damu ya mwisho. Naomba mama anipe nguvu kubadilisha hatima ya Nilham. Lakini hatima hubadilishwa kwa damu. Basi nitatoa damu yangu, sio ya Nilham. Je, uko tayari kufa kabla ya maono kutimia? Tatizo hatuna uelewa. Uelewa wetu ni mdogo sana. Nikuulize swali. Ulishawahi ukakaa ukajifikiria kwa nini shetani mweusi halafu malaika ni mweupe? Ulishawahi kujiuliza hata kidogo? Ulishawahi kujiuliza? Hapana. Ndio ujue sasa. Wewe wanakuona kama shetani. Uitwe labda Mathayo, Yohana. Ndio utakuwa umebarikiwa na kuokoka. Wewe una akili kweli? Nadhani sasa umejua shetani ni nani. Hapo kazi ipo. Naomba nikuulize swali dogo tu. Nini maana ya kuamini na kujua? Kuamini na kujua? Mimi naamini Mungu yupo. Sawa. Nini maana ya kuamini? Ikiwa ndio njia pekee kuokoa ndugu yangu, nipo tayari. Ukiikataa njia yako, Nilham atakufa. Na nikikubali, Utamuokoa, lakini utakuwa mnyang'anyi wa maisha yake. sasa naelewa. Uko tayari kuchagua? Hapana leo, lakini siku ikifika nitachagua kwa damu yangu mwenyewe. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Nisaidie. Sawa. Usiishi kwenye kuamini. Kwa sababu kuamini ni udhaifu. Kwa sababu unaamini kitu ambacho haukijui na hakipo. Kutegemea jambo ambalo halipo na hujui kama litatokea. Kuamini ni kutegemea hewa, yaani hakuna kitu. Mfano sasa hivi unanisikiliza na unaamini kile ninachokuambia. Je, unaamini vipi kama nakwambia ukweli? Unatakiwa uishi kwenye kujua, maarifa na uelewa, maana kitu unakiona na unakigusa. Kuwa na taarifa na jambo fulani, kuelewa kitu, kuelewa ukweli wa jambo, kuwa na ufahamu juu ya jambo. Mfano, unajua babu yako alikuwepo na ulimuona na sasa amehama ulimwengu. Kwa hiyo sasa unatakiwa kuishi kwenye kujua na si kuamini. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni chawi, tena wamekosa imani. Lazima kupekere kwa nini? Eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Jana wakati tukiwa na mtumishi, kuna maneno uliyaongea. Wakati tukiwa na mtumishi, kuna maneno uliongea.
Zombi vipi zombi? Nataka tusikie tukiwa, sio tukiwa. Jana wakati tukiwa na mtumishi kuna maneno uliongea. Reflector imemulika sana. Rudi nyuma kidogo, reflector imemulika sana. Huko. Hapo. Samahani Lugodisha. Jana wakati tukiwa na mtumishi kuna maneno uliongea. Samahani Lugodisha. Jana tukiwa na mtumishi kuna maneno uliongea. Jana wakati tukiwa na mtumishi. Samahani Lugodisha. Twende. Samahani Lugodisha. Jana wakati tukiwa na mtumishi kuna maneno uliongea. Jana ukiwa na Yaani wewe huelewi tu. Wanaume wa sasa wanatamani mabinti hata kama hawajui majina yao. Yaani wewe huelewi tu. Wanaume wa sasa wanatamani mabinti hata kama hawajui jina lake. Hawajui majina yao. Yaani wewe huelewi tu. Wanaume wa sasa wanawatamani mabinti hata kama hawajui majina yao. Yaani wewe huelewi tu. Wanaume wa sasa wanawatamani mabinti hawa. Hasani, Mariam, rudia makelele. Usipaliki. Usipaliki, wewe tulia tu. Umeanza vizuri.